CCM oye! Kazi na utu. Ndugu zangu, nianze na kumshukuru Mungu kwa kutukutanisha tena hapa Namtumbo, na leo kwa jambo jingine kabisa la kuja kuwaomba kura. Lakini washukuru sana ndugu zangu. Nilipoingia niliona watu wameanza mbali kule, lakini kaona gari inakuja, nikasema mbona tunawaacha watu? Kumbe huku ndiko kwenye mambo yote. Namtumbo oye! Niwashukuru ndugu zangu kwa kujitokeza kwa wingi namna hii, na hii inaonesha imani yenu kwa Chama cha Mapinduzi, lakini pia imani yenu kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi na hamasa kubwa. Tunawashukuru sana. Ndugu zangu, kama mnakumbuka, tulikuwa pamoja mwezi Julai mwaka huu, na miezi miwili iliyopita, nilipokuja kuzindua uwekezaji kwenye uchimbaji wa madini ya urani. Kupitia mradi huu wa urani, sio tu tutamaliza tatizo la ajira au tutazalisha ajira kwa wakazi wa Namtumbo, bali pia Namtumbo itatoa mchango mkubwa sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Kwa dhamira yetu sio tu kuchimba, bali kufikia hatua ambapo tutatumia urani kupitia nguvu za nyuklia tuzalishe umeme hapa Namtumbo. Sasa katika miaka mitano ijayo, mkitupa ridhaa ya kuongoza nchi, tunalenga kuongeza uzalishaji wa umeme nchini maradufu. Sasa hivi tuko karibu megawati 4,000. Tunalenga megawati 8,000 ambazo nyingine zitatokana na madini ya urani ambayo yapo hapa kwenu. Kwa kuwa kadri nchi inavyoendelea ndivyo inavyohitaji umeme zaidi, tutaanza pia kuelekea kwa uzalishaji wa umeme wa mambo tofauti: nguvu ya jua, nguvu ya upepo, lakini urani, maji ambayo sasa hivi tunazalisha. Ndugu zangu, bali ya Julai mwaka huu, lakini mwaka jana nilikuja tena Namtumbo kwa ziara ya kikazi. Nilisimama kuongea na wananchi maeneo ya Litola, lakini pale Ruinga na Mchomoro kote nilisimama na kuzungumza na wananchi. Lakini kama ilivyosema, mara ile nilikuja kusikiliza changamoto zenu, kuna shida gani, maendeleo yamefikia wapi. Sasa mara hii, kutokana na yale tuliyoyafanya, mara hii tumekuja kuomba kura zenu ili mtupe ridhaa kuendelea kuongoza nchi ya Tanzania. Nimekuja kwenu kukiombea Chama cha Mapinduzi kura kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinaweza. Tumefanya makubwa kwa Tanzania nzima. Mambo tunayozungumza hapa: elimu, afya, umeme, maji na mambo mengine, kilimo, mbolea za ruzuku na mengine, tumeyafanya kwa Tanzania nzima. Kwa maana hiyo, tumeweza kuitoa Tanzania ilipokuwa na tumeipandisha juu kidogo. Kwa hiyo sasa tunaomba ridhaa yenu mturudishe ili tuendelee yale ambayo hatukuyamaliza tukayamalize, na yale mapya ambayo tumeyapanga kwenye ilani tukayatekeleze. Chama cha Mapinduzi tunaweza. Mgombea ubunge amesema hapa kwa jimbo hili la Namtumbo kuna mambo yamefanyika, nami nitayagusia juu tu. La kwanza, kwa upande wa afya, wakati ule nilipokuja kuzungumza nanyi kikazi, wazee wangu wa Namtumbo walilalamika sana kuhusu upatikanaji wa dawa mahospitalini. Sasa kwenye hilo tumeweza kuongeza upatikanaji wa dawa.
kutoka 53% tuko 84%. Lakini tukasema tupunguze pia masafa ya watu kufuata huduma za afya. Kwa tulijenga vituo vya afya vipya 3 na zahanati 6 ndani ya jimbo hili pamoja na vifaa tiba. Tunapoendelea mbele, mkitupa ridhaa, tunajipanga kujenga tena vituo vya afya pale Litola na pale Mchomoro, vituo vya afya pamoja na vifaa tiba. Lakini pia tumejipanga kuleta magari ya wagonjwa kama alivyosema mgombea ubunge, kurahisisha kusafirisha wagonjwa wetu kutoka hospitali au vituo vya afya na kwenda hospitali za wilaya au hospitali ya rufaa. Lakini vile vile hospitali ya rufaa ya mkoa tunakwenda kuimaliza ili huduma za kibingwa zipatikane ndani ya mkoa wa Ruvuma. Hakuna tena kusafirisha watu kwenda Muhimbili, siju kwenda wapi au maeneo mengine. Huduma za kibingwa ndani ya mkoa wa Ruvuma. Upande wa sekta ya elimu, ndani ya jimbo hili tumejenga shule 11 mpya, 6 zikiwa za msingi na 5 za sekondari. Lakini pia tumejenga mabweni ya wasichana 18 ili wasichana wetu watulie wasome vizuri. Pamoja na hayo, tumejenga shule ya sekondari ya sayansi ya wasichana ndani ya jimbo hili. Na hii ni kwa niaba ya mkoa mzima wa Ruvuma, nyinyi ndio mmepokea shule hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye elimu tutaendelea kutoa elimu bila malipo kuanzia madarasa ya chini hadi kidato cha 6, na tutaendelea kutoa mikopo kwa wale wanaomaliza kidato cha 6 kwenda vyuo. Tutaendelea kutoa mikopo, na haya tunayafanya kote Tanzania. Tuliahidi pia kuajiri walimu 7,000 tunapoingia tu ndani ya siku 100 za kazi, kuajiri walimu 7,000 ambao mgao mpaka kwenye jimbo hili utafika. Ndugu zangu, asante sana. Kwa upande wa kilimo, wakati ule nilipokuja ziara za kikazi, kilio kikubwa ilikuwa mbolea ya ruzuku, lakini pia bei kwa zao la tumbaku. Sasa nadhani mmeona tulichokwenda kukifanya. Mbolea ya ruzuku na pembejeo zimefika, huduma za ugani zipo, lakini na bei ya tumbaku imepanda. Sasa hivi hakuna tumbaku inayoachwa. Lile neno reject hakuna sasa hivi. Tumbaku yote inachukuliwa. CCM oyee! Kwa upande wa umeme, vijiji vyote 66 vya jimbo hili vimeunganishwa na tunamalizia kazi ya kuunganisha kwenye vitongoji. Lengo letu kila sehemu iwe na umeme ili tuweze kuweka viwanda vidogo vidogo vya kuongeza thamani mazao mnayoyalima kule, ili tuuze yakiwa yameongezwa thamani. Hata tukikoboa tu ni kuongeza thamani na bei yake inakuwa kubwa kuliko kuuza ukitoa shambani. Ndugu zangu wana Namtumbo, kilio kingine nilipopita hapa na ambacho amekisema vizuri mgombea ubunge ni ile hifadhi ya Nafco kule, au shamba la Nafco. Sasa tumekwenda kulifanyia kazi na Nafco wako tayari sasa kuachia ekari 3,000 ili zibakie mikononi kwa wakulima. Wakulima waendelee kuzalisha, wakulima wabakie, Nafco ibakie. Lile shamba ni muhimu kwa sababu ndiko tunakozalisha mbegu. Tunaacha kuagiza mbegu nje, kwa sababu wakati mwingine tunaletewa mbegu sizo, tunaletewa mbegu zimeshakufa. Tumesema tunazalisha mbegu zetu wenyewe hapa ndani, hapa Tanzania. Kwa ile shamba lina umuhimu wake wa kuzalisha mbegu, lakini pamoja na hayo eka 3,000 wamekubali kuzitoa
zibakie na wakulima. Namtumbo oye! Vile vile pamoja na kwa upande wa miundombinu, kuna barabara imetajwa hapa, natoka Mtwara Pachani na Lasu mpaka Tunduru. Niwahakikishie hii barabara ni ya kilomita 318. Tunakwenda kuijenga kwa kiwango cha lami. Sasa pamoja na barabara kutakuwa na madaraja hapo katikati, yote tunakwenda kujenga barabara na madaraja yake. Namtumbo oi! CCM oi! Nani kama CCM? Sasa ndugu zangu wa Namtumbo, baada ya yote yaliyofanyika naye atakayo kwenda kufanyika, kuna sababu ya CCM kushindwa Namtumbo? Kuna sababu? Niwaombe sana, tarehe 29 mwezi wa 10 tuamke mapema. Mungu atujalie uhai, afya na furaha. Tuamke mapema, tukachague Chama cha Mapinduzi, tukamchague mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini tukachague wabunge pia, na mbunge wetu hapa ni Omera, tukachague mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia madiwani wa kata zetu wote twende tukawachague ili Chama cha Mapinduzi kiendelee kuleta makubwa mazuri ya maendeleo ndani ya Namtumbo. Wanaonambia watakwenda kupiga kura na kuchagua Chama cha Mapinduzi, mikono juu. Nataka nione mikono. Namtumbo oye! Kura oye! Aya, sasa mimi mwenyewe mbunge na madiwani tunaomba kura zenu. Na Mungu awabariki ndugu zangu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.